tuangalie ya hapa kwetu. Mimi napenda kuzungumza haya mambo kwa kutoa mifano ya hapa hapa. Hebu tuzungumze ya Mbamba Bay. Ukitoka Dar es Salaam uje Lindi mpaka Mnazi Mmoja pale njia ya kwenda Mtwara, uje Masasi, uende Tunduru na Mtumbo, Songea, Mbinga, uje mpaka hapa, utakutana kama ukianzia safari yako Dar es Salaam mpaka hapa, utapishana na malori makubwa pengine zaidi ya 1000 njiani yenye mzigo wa makaa ya mawe. Haya makaa ya mawe yanachimbwa wapi? Yanachimbwa wapi? Yanachimbwa Malini, au sio? Hapa hapa Mbamba Bay, au nakosea? Na mengine yanachimbwa Luanda, mengine yanachimbwa wapi? Mnafahamu. Jana tumehesabu, jana tumetoka Masasi tunakuja na Mtumbo, tumehesabu malori tuliopishana nayo njiani. Ilipofika 200, manake kila baada ya dakika 5 lazima ukutane na lori limeandikwa ile nini, Mighty Logistics, au limeandikwa Specialized Hauliers, au ilipofika 200 mimi nikachanganyikia, nikaacha kuhesabu. Unanielewa? Na hiyo ni kila siku, usiku, mchana na usiku. Ni safari kutoka Malini Mbamba Bay, ni safari kutoka Luanda, ni safari kutoka Liganga uwa ni safari kutoka Mukuru, ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu, utajiri wa eneo hili, kupeleka bandarini ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya, kwenda Ulaya na maeneo mengine. Mnanielewa? Nchi zote duniani zilizoendelea, zile ambazo ni nchi za viwanda, zote za zamani na za sasa, zote ambazo zina viwanda, msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Ukiwa na makaa ya mawe utayeyusha chuma kinachotengeneza bidhaa zote unazozifahamu za chuma. Kama huna makaa ya mawe, huwezi ukatengeneza chuma, kwa sababu gharama ya kuyeyusha chuma katika hali yake ya udongo au miamba na kuifanya chuma tulichokifahamu, hiyo gharama ya kuyeyusha hiyo chuma ni kubwa kwa kutumia nishati zingine kama umeme na kadhalika, ni kubwa. Kwa namna ya kutengeneza viwanda vikubwa vya chuma, lazima uwe na makaa ya mawe, kwa sababu yakipatikana kwa wingi yanaweza, na ndio yanayotumika. Nimesema nchi zote zilizoendelea duniani zimeendelea kwa makaa ya mawe. Ukitaka kujenga viwanda vya magari, viwanda vya kutengeneza injini za treni au za ndege au mataruma ya reli au kitu kingine chochote kinachohitaji chuma, unahitaji makaa ya mawe.
na sisi tuna makaa ya mawe. Nchi hii, haya maeneo ya kwenu haya yana wastani wa tani za makaa ya mawe bilioni 5. Bilioni 5 ni makaa ya mawe ambayo tunaweza tukachimba kwa zaidi ya miaka 100 inayokuja. 100 tunachimba, tunapakia kwenye malori, yanapelekwa nje ya nchi. Wilaya ya Nyasa, hii wilaya iliyomzaa Oscar Kambona, ni mojawapo ya wilaya maskini katika nchi hii. Takwimu za serikali zinasema hivi, ni za serikali hii zinasema hivi, katika kila watoto 100 wa Nyasa wenye miaka 5 au chini, 35 wamedumaa. Watoto wanadumaa kwa sababu gani? Watoto wanadumaa kwa sababu gani? Hakuna chakula. Hakuna chakula kwenye wilaya iliyoko ziwani, kwenye wilaya inayozalisha, inayochimba makaa ya mawe yanayosafirishwa nje ya nchi hii kila siku ipitayo kwa Mungu. 35% ya watoto wake wa chini ya umri wa miaka 5 wamedumaa, kwa mujibu wa takwimu za serikali iliyowadumaza. Mnanielewa? Ni kwa nini? Maisha magumu haya yameletwa na Mungu? Yameletwa na Mungu? Tumsingizie Mungu, tuandike hivi, mpaji Mungu. Mpaji Mungu, wakati mali ambayo ingeweza kuwaendeleza wananchi wa Nyasa ikawapa watoto wake chakula bora wasidumae, mali ambayo ingeweza kujenga viwanda hapa. Kwani haiwezekani hapa? Haiwezekani? Inawezekana kujenga viwanda hapa. Havijengwi sio kwa sababu haiwezekani, havijengwi kwa sababu wale wanaotakiwa kuamua wavijenge hawana mpango huo. Kwanza hata hawaelewi, ni kula tu. Mnanifahamu? Kina Stella Manyanya, mimi nimekaa naye bungeni 2010, mimi na Mheshimiwa Lema. Wakati ule alikuwa mbunge wa viti maalum nafikiri. Baadaye sijui kawaje, sasa ni mbunge. Amekaa bungeni miaka 20. Ni mbunge wa wilaya ambayo watoto wake 35% wamedumaa. Alafu siku ya uchaguzi, mapolisi, walimu, nani wote wanaoingia kwenye vituo vya kupigia kura wanaenda na vibegi vyenye kura za uongo ili CCM washinde. Na nielewa, ikifika wakati wa uchaguzi, sisi Chadema tukateua wagombea wetu, wanaenda wanawengua wote. Nasema uongo? Ilikuwaje mwaka jana? Tumeweka wagombea 51 wa mwenyekiti wa kijiji wilaya nzima hii, wamefutwa, wameenguliwa karibu wote, baki mmoja.
tuna mwenyekiti mmoja wa kijiji kwenye wilaya yenye vijiji 84, wengine wote walienguliwa. Miaka 10 iliyopita nyie wananchi wa Mbamba Bay mlichagua wenye viti wa Chadema 12. Miaka 10 iliyopita. Mwaka jana mnaambiwa wagombea wenu hawajui kuandika na kusoma, hawajui kugonga muhuri. Miaka 10 iliyopita mlichagua madiwani 3 wilaya hii. 3 sio wengi sana, lakini mlichagua. 2020 0, kwa sababu wagombea tuliowaweka wote walifyeka. 2019 wagombea wote wa vijiji nchi nzima walifyeka. Kwa uchaguzi hauna maana tena. Ikifika wakati wa kuweka mawakala, mnajua kuapisha mawakala wa upinzani ni vita. Wakurugenzi wote hawataki kuapisha mawakala wa Chadema na wa upinzani. Hawataki kupeleka majina yao kwa wasimamizi wa vituo. Hawataki waingie kwenye vituo ili waweze kujaza masanduku ya kura kwa kura fake. Niambieni watu wa Mbamba Bay, uchaguzi bado una maana? Na yote hiyo inafanyika kwa sababu tume nzima ya uchaguzi ni ya CCM. Wakurugenzi wote wanaosimamia kura ya ubunge ni wa CCM. Nimeambiwa hapa, mwenyekiti alikuwa ananiambia hapa, 2020 yeye amegombea ubunge, wamesema amepata kura 5,000. Sawa. Kwenye kura ya urais hata hawakuhesabu, hawakujumlisha, wakasema Tundu Lissu alipata kura 5. Nyasa nzima kura 5. Sasa kikubwa kabisa ni kwamba ukiuliza leo, uliza mtu yeyote, hata Samia mwenyewe, muulize ulipata kura ngapi Nyasa, kama atakwambia hajui. Tume haijui, yeye hajui, na mimi sijui, kwa sababu haya matokeo hawajawahi ya wizi, ndio hawajawahi kuyaweka wazi mpaka kesho kutwa. Kwa uchaguzi bado na maana hapa. Ndio maana tunasemaje? Ndio maana tunasema bila mabadiliko uchaguzi usifanyike. Bila mabadiliko tuzuie uchaguzi. Na sisi tunapaswa kusema, na tunasema leo, sisi wa Nyasa hatutaki tena upuuzi wa CCM. Hawataki mabadiliko, hakuna uchaguzi. Mnasemaje watu wa Nyasa? Na wasitutishe. Na wasifanye nini? Wasitutishe kabisa. Wasitutishe. Kama tukiamua, na tunaamua, na tutaenda nchi nzima kuambia Watanzania msikubali tena upuuzi. Uchaguzi nchi hii hauwezekani tena, kwa sababu mfumo mzima ni wa CCM. Na haya maneno kwamba mfumo huu ni wa CCM aliyasema Jaji Mkuu wa Tanzania Francis Nyalali mwaka 92. Aliambiwa na Mwinyi, Rais Mwinyi, hebu tushauri tufanyeje kwenye swala la vyama vingi au chama kimoja. Akasema twende vyama vingi, 2 tutengeneze katiba mpya, 3 tutengeneze tume huru ya uchaguzi. Kwa sababu katiba ya sasa na tume ya sasa ni za CCM, hazifai kwenye mfumo wa vyama vingi. CCM
CCM wamekataa tangu wakati huo na wanakataa mpaka leo. Inabidi sasa tuwalazimishe, inabidi tuwalazimishe. Hawataki kwa heri, watataka kwa shari. Kwa ndugu zangu wa Nyasa, ujumbe wangu wa leo kama ilivyokuwa ujumbe wangu miaka 12 iliyopita tulipokuja hapa, tupiganie mabadiliko, tutengeneze utaratibu bora zaidi wa kupata viongozi wetu. Tukipata viongozi bora tunaowataka, tukawapata kwa kuwapigia kura, watakuwa na huruma na watoto wetu hawa ambao tunaambiwa wamedumaa kwa sababu ya ujinga na ulafi na ufisadi wa CCM na watawala. Tutapata viongozi watakaoumia tukiumia sisi, watakaohangaika na shida zetu, watakaosimamisha huu unyonyaji wa rasilimali za Mbamba Bay unaoendelea sasa, watakaosema haya makaa hayatatoka Mbamba Bay mpaka tuambiwe cha kwetu ni kiasi gani. Inawezekanaje mnakaa kwenye umaskini halafu utajiri unaondoka na mnaona mchana kweupe? Tunahitaji viongozi bora, na viongozi bora tutawapata tukiwa na mfumo wa uchaguzi unaowezesha kura zetu kuthaminiwa.